Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika mada yetu ya leo ya ushahidi kuwa William Branham ndiye Eliya nabii aliyeahidiwa na Mungu kwa ajili ya wakati wa mwisho. Mungu aliahidi ya kwamba wakati huu kabla ya kuja kwake kwa pili angalimleta Eliya nabii kwa ajili ya kuliandaa kanisa la Mungu kumpokea Bwana Yesu Kristo katika kuja kwake kwa pili. Ushahidi huu ni zao la utafiti wa zaidi ya miaka 14 baada ya kutubu kwangu na kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Miaka 14, ule wa 15 sasa, miaka 14 iliyopita nilipata kusikia ya kwamba Mungu aliutuma ujumbe kwa kinywa cha nabii wa kizazi William Branham ambaye ndiye nabii Eliya. Nilianza kufuatilia jambo hili ili niweze kupata ukweli, niweze kuambia na wapendwa wangu ili wote tuweze kupata ukweli wa Mungu. Sasa hii ni part 1, sehemu ya kwanza ya ushahidi wa kibiblia ya kwamba William Branham ndiye Eliya nabii aliyeahidiwa na Mungu kwa ajili ya wakati wa mwisho. Part 1 na William Branham ndiye Eliya nabii. Huu ni ushahidi wa kimaandiko. Katika ushahidi huu wa kimaandiko tutakwenda kuangalia ahadi ya Mungu ya kumleta Eliya nabii kwa wakati wa mwisho, lakini pia tutakuja kuangalia huduma ya Yohana Mbatizaji na huduma ya William Branham ambaye nayo pia ni Eliya wa wakati wa mwisho. Tutaangalia pia umuhimu wa Eliya nabii wa huu wakati wa mwisho na maandiko yanayoonyesha ya kwamba William Branham ndiye Eliya wa wakati wa mwisho tukilinganisha na huduma ambayo Mungu alimpatia. Tuanze na jambo la kwanza. Mungu aliahidi ya kwamba angemleta Eliya kabla ya kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Eliya nabii sio wa Tanzania peke yake, sio wa Afrika peke yake, ni Eliya wa dunia nzima. Tofauti na hawa Eliya wa leo, Eliya wa mji fulani, Eliya wa kanisa fulani, Eliya wa nchi fulani, William Branham ni Eliya wa dunia nzima, ni nabii wa kizazi chote. Kwa hiyo Mungu anamwita Eliya kwa ajili ya kuhubiri habari za Mungu, kurejesha watu katika imani ya kweli kwa dunia nzima. Tuone katika yale Mungu amefanya. Ahadi ya Mungu wetu, nasema Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi kumleta Eliya nabii wakati wa mwisho kabla ya kuja kwake kwa pili kuchukua kanisa lake. Lengo lake ni nini? Lengo ni ili kurejesha Ukristo halisi, maana anakuja kuchukua kanisa au watu, kanisa lisilo na doa wala kunyanzi, kanisa safi. Ndiyo maana kabla ya kuja kwake anamtanguliza kwanza Eliya nabii. Maandiko yanasema katika Malaki 4:5, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuna kuogofya. Kwa hiyo kabla siku ya Bwana haijaja, Eliya yuaja kwanza. Maandiko yanathibitisha tena katika Mathayo 17 ule mstari wa 11. Naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Bwana Yesu yuko duniani tayari. Anasema mimi niko duniani, lakini Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Baada ya Yesu kuondoka, Bwana Yesu alijua wangalitokea watu ambao wangalivuruga imani yake, wangalivuruga Ukristo aliouleta. Kwa hiyo anasema Eliya atakuja kwanza, atatengeneza yote kabla ya kuja kwake kwa pili. Tunathibitisha tena katika Zakaria sura ya 14 ule mstari wa 6 na mpaka ule mstari wa 7. Maandiko yanasema tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa siku moja inayojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Kwa hiyo Mungu aliahidi kumtuma huyo Eliya nabii kwa ajili ya kuangazia dunia nuru ya wokovu wa kweli, ili watu warudi katika Ukristo wa kweli wenye misingi ya mitume na manabii. Tuone kazi ya huyo Eliya. Kazi ya Eliya au roho ya Eliya ni kuwarejesha watu katika imani ya asili na kumtengenezea Bwana watu walio tayari. Bwana Yesu Kristo ni bosi. Kwa hiyo anahitaji maandalizi kabla ya kuja kwake. Tunaona pia yeye ni hakimu. Kwa hiyo kabla hajaja na kuhukumu, anawatuma watu kuwaandaa watu, kutengeneza amani na watu, ili saa ajapo watu waweze kuwa tayari. Tunaona roho ya Eliya
iliandaa kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo roho ya Eliya inakuja tena kuandaa kuja kwake kwa pili. Tuone roho ya Eliya wakati wa kwanza au wakati wa kuja kwa kwanza kwa Eliya ilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alivaliwa na roho ya Eliya ili aweze kutangulia kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanathibitisha akisema Isaya 40 mstari wa 3, sikiliza ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni njia nyikani, njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kwa hiyo huyu ni Yohana Mbatizaji, alikuja kabla ya kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo, akiwaandaa watu, akiandaa mioyo ya watu impokee Masihi na mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona katika Malaki 3:1, angalieni na mtuma mjumbe wangu mbele yangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Kwa Mungu alimtuma Yohana kwanza kabla ya kuja kwake, na tunaona Yohana mwenyewe anathibitisha hayo. Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 28 mpaka 29, maandiko yanasema hayo yalifanyika huko Bethania ng'ambo ya Yordani alikokuwako Yohana akibatiza. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ni Yohana anawaambia wale waliokuwa wakimsikiliza, mtazameni Yesu, yeye ndiye mwana-kondoo wa Mungu ambaye anaichukua dhambi ya ulimwengu. Hiyo ndiyo kazi ambayo Yohana aliifanya hapo mwanzo. Tunaendelea tena. Bwana Yesu Kristo mwenyewe alimthibitisha Yohana Mbatizaji kuwa yeye ndio Eliya ajaye. Tunaona Mathayo 11 mstari wa 11 mpaka 15. Amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Kwa Bwana Yesu aliwafungulia watu kitendawili kwamba Eliya aliyetangulia kuja kwake kwa kwanza ni Yohana Mbatizaji. Anaendelea tena kumfafanua Yohana katika Mathayo 17 ule mstari wa 10 mpaka wa 12. Bwana Yesu anasema, pale wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Bwana Yesu alikuwa akiliaga kanisa lake kwamba sasa anakwenda kusulubiwa, anakwenda kula Pasaka ya mwisho, anakwenda kusulubiwa na anakwenda kuangikwa msalabani, anasulubiwa kwa ajili ya dhambi za watu. Wanafunzi wakamuuliza, kabla ya wewe kusulubiwa msalabani, mbona maandiko yanasema Eliya imempasa kuja kwanza, na Eliya akisha kuja kwanza yeye ndio anayatengeneza yote. Sasa anasema, naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Anaposema Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote, huyo ni Eliya wa wakati ujao. Anasema, ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliotaka. Huyo ndiyo Yohana Mbatizaji. Kwa kuna Eliya wa Mathayo 17:11 na Eliya wa Mathayo 17 mstari wa 12. Huwa 12 ni Yohana Mbatizaji, walimtenda waliotaka wakati wa Yesu. Eliya atakayekuja, huyo ndio William Branham ambaye Mungu alimtabiri kwamba alikuja. Tutakuja kumthibitisha kwa maandiko hapo chini. Malaki 4 mstari wa 5 mpaka wa 6. Tutachukua Malaki 4:6a, hiyo ndio inamhusu Yohana. Angalieni tuwapelekee Eliya nabii kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuwa kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Hapo tena unabii huu wa nabii Malaki unaonyesha Eliya wawili. Eliya wa kwanza ataigeuza mioyo ya baba, yani wale wa Israeli wa kwanza wale waipokee imani ya watoto wale mitume wa Yesu Kristo, na mioyo ya watoto, yani watu wa kizazi hiki, iwaelekee baba zetu ambao ndio mitume na manabii. Kazi ya mioyo ya baba kwenda kwa watoto
watoto inafanywa na Yohana Mbatizaji, tutathibitisha. Na kazi ya mioyo ya watoto kuelekea baba zao, hiyo ni kazi inafanywa na William Marion Branham. Twende katika Luka 1 ule mstari wa 13 mpaka 17. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana watu waliotengenezwa au watu waliotengenezwa tayari. Hiyo ni kazi moja tu ambayo anaifanya Yohana. Tuone tofauti kati ya huduma ya Elia, roho ya Elia ndani ya Yohana Mbatizaji, na roho ya Elia ndani ya William Marion Branham. Malaki 4:5 mpaka 6. Angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuwa na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Tunaona kazi hii na kazi hii ni tofauti. Tunathibitisha kwa Luka 1, tuchukue mstari wa 13. Elizabeth atakuzalia mtoto. Mungu anamwambia Zakaria, Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana watu waliotengenezwa. Ameiruka kazi ya mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana, kwa sababu kazi hiyo haifanywi na Yohana Mbatizaji. Kazi hiyo inafanywa na nabii William Marion Branham. Kwa tunapoelekea wakati wa mwisho wa dunia, Mungu aliahidi, kabla sijaipiga dunia kwa laana na mapigo mbalimbali, nitamleta kwanza Elia nabii. Tunaona kabla baragumu haijapigwa, itakuja kwanza sauti ya Elia. Kwa nini leo dunia inamhitaji Elia? Sababu ya kwanza, shetani yupo duniani leo kupotosha ukweli wa neno la Mungu. Tunaona katika Ufunuo 12 ile sura ya Ufunuo 12 ule mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, Mungu akieleza ya kwamba shetani yupo katika kazi leo kwa ajili ya kuwapotosha watu wa Mungu. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakawapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao pa kuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupa pamoja naye. Nikasikia sauti kubwa mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kwa shetani akatupwa toka mbinguni, akatupwa duniani. Kwa hiyo akaanza kuwadanganya watu wa Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini siwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Tunaona hayo yote ni kuthibitisha shetani yuko duniani leo katika kazi ya kuwapotosha watu wa dunia hii, waiache kweli ya Mungu, waelekee upotovu, ili mwisho wa siku wakaangalie pamoja naye jehanamu. Sababu ya pili, shetani anatumia watumishi wake wa uongo makanisani, kwenye nyumba za ibada na kadhalika. Tunaona katika Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14 mpaka 15. Maandiko yanasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake, nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Maandiko yanathibitisha tena katika Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 na ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Maandiko yanasema, basi Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo
manyanyaso na mafundisho ya mashetani. Kwa ili Mungu aweze kukisaidia kizazi hiki kitoke kwenye mafundisho ya mashetani, ilimpasa kwanza lazima amtume Elia nabii awatoe watu kwenye mafundisho ya mashetani na kumwandalia Bwana Yesu kanisa lisilo na doa wala kunyanzi. Maandiko yanasema kwa unafiki watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba, vipokeo kwa shukrani, na wasio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 3. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa na masikio ya utafiti, na watajiepusha wasisikio yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Leo watu wamefaulu kuwadanganya watu wa Mungu na kuwaingizia mafundisho mengi ya uongo, wakidai hayo ni mafundisho ya kweli. Leo jiulize maswali: nani katika Biblia alibatizwa akiwa mtoto mdogo? Hayo ni mafundisho ya uongo. Nani katika Biblia alibatizwa kwa maji machache kunyunyizia? Hayo ni mafundisho ya uongo. Nani katika Biblia aliwahi kubatizwa kwa vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Hilo fundisho la utatu ni fundisho la uongo. Wapi katika Biblia kuna agizo la komunio au kipaimara? Hayo ni mafundisho ya uongo. Wapi katika Biblia umeona mchungaji, shemasi au mzee wa kanisa mwanamke? Wapi? Hayo ni mafundisho ya uongo, mafundisho ya kishetani. Wapi katika Agano Jipya kuna agizo la kuabudu siku ya Jumamosi? Lini au Mungu aliruhusu ibada za sanamu au kuwaombea wafu au kuwaomba watu waliokufa, Mtakatifu Cecilia, Mtakatifu Petro na kadhalika? Wapi katika Biblia? Sasa kama ulimwengu ukibaki kwenye mafundisho haya ya uongo, hakuna hata moja atakayeingia mbinguni. Ndio maana Mungu ilimlazimu amtume Elia nabii kwanza aweze kutangulia kule kuja kwake kwa pili, ili aweze kumwandalia yeye watu waliorudi kwenye imani halisi ya mitume na manabii. Tuone katika Petro wa pili ile sura ya 2 mstari wa 1. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Leo wengi wamebatizwa katika watoto wakiwa na umri mdogo. Wengi wamebatizwa kwa maji ya kunyunyizia. Wanawake wengi ni wachungaji na wana makusanyiko makubwa. Hao ni wengi wakifuata ufisadi wa watumishi ambao sio watumishi wa Mungu. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa sio ya kibibilia, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii wala uvunjifu wao hausinzii. Ndio maana tunaona Elia mwingine kabla ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, Mungu alimtuma William Marion Branham huyo na kumthibitisha kwa uthibitisho mbalimbali kuwa yeye ndiye ambaye Mungu alimtuma kwa ajili ya kulitengeneza kanisa lake na kumwandalia Bwana watu walio tayari kabla ya kuja kwake kwa pili. Huduma yake ni moja tu, kuwarudisha watu katika mahusiano halisi na Bwana wao na Bwana wetu Yesu Kristo, katika imani ya kibibilia iliyowekewa msingi na mitume na manabii. Tuone jambo moja, nabii Elia wakati huu hatajwi kwa jina, yeye anajulikana kwa huduma. Tunaona kumekuwa na roho ya Elia, na au roho ya Elia inapaswa ifanye kazi mara 5 kulingana na Biblia. Kuna Elia waliotangulia kabla ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo na Elia watakao kuja baada ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona Elia wa kwanza alikuwa ni Elia Mtishbi. Inasema katika Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 1, Elia Mtishbi, wageni wa Gileadi, akafanya 1, 2, 3. Huyo ndio Elia Mtishbi wa kwanza. Elia wa pili ni Elisha. Yasema Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 15, baada ya Elia kunyakuliwa ng'ambo ya Yordani, wale wana wa manabii wakaona ya kwamba roho ya Elia iko juu ya Elisha. Inathibitishwa katika andiko lile. Tunaona Yohana Mbatizaji naye ni Elia ajaye, tumethibitisha kwa maandiko pale Luka 1:17
malaika anamwambia Zakaria kwamba Yohana atatangulia mbele katika roho ya Elia na nguvu zake. Mathayo 17, Bwana Yesu mwenyewe anamthibitisha Yohana Mbatizaji kuwa yeye ndio Elia atakayekuja. Elia wa 4 na Elia wa 5 hawa hawatajwi kwa majina, kwa sababu hii ilikuwa ni kabla ya Biblia kuandikwa na hii ni baada ya Biblia kuandikwa. Kama wangalitajwa kwa Biblia miaka 2000 iliyopita, kungalikuwa na Elia wengi feki hapa katikati. Kwa Mungu akajua maadamu Elia hawa ni wa wakati wa mwisho, watabainika kwa huduma zao. Wale ambao watafuatilia Biblia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, Mungu angaliwajalia kujua ya kwamba huyo ndio Elia ambaye Mungu alikuwa ameahidi kwa ajili ya wakati wa mwisho. Tuendelee kuona ushahidi wa kimaandiko. Maandiko yanayomhusu William Branham kwa haraka tu. Tunaona Malaki 4 tumesoma, hii ni Malaki 4A ilimhusu Yohana Mbatizaji. Malaki 4:6B hiyo ni ya William Branham. Angalieni tuwapelekee Elia nabii kabla ijaje siku ya Bwana iliyokuwa kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kumbuka ujumbe wa Mungu kupitia kinywa cha nabii wa kizazi hiki William Branham, ambayo Mungu aliruhusu yarekodiwe katika sauti na vitabu zaidi ya 1200, na baada ya mahubiri yake mbalimbali ambayo Mungu alikuwa amemtuma kwa ajili ya kutengeneza kanisa, kama tulivyoona hapa ya kwamba amesema hapa, angalieni ataigeuza mioyo ya watoto iwelekee baba zao, baba zetu mitume na manabii. Kwa hiyo kwa nguvu na uvuvio na upako wa Roho Mtakatifu alihubiri mafundisho mengi ya kulirudisha kanisa katika imani ya mitume na manabii. Tunaona kwa mfano alihubiri maelezo ya nyakati 7 za kanisa, akieleza jinsi ambavyo kanisa limetembea tangu wakati wa Yesu Kristo mpaka wakati wa Paulo, kama nyakati zote za kanisa mpaka wakati wa mwisho, akieleza uungu wa Yesu Kristo, Mungu mwenye nafsi moja na kadhalika. Tunaona katika kitabu cha Waebrania akieleza jinsi ambavyo kanisa la sasa, Waebrania wa kimwili wanavyolingana Waebrania wa kiroho, akahubiri kufanya wale wenye mamlaka, akiliweka kanisa mahali pake katika nguvu sahihi, katika mwenendo sahihi, katika uwezo sahihi, kwa kuwa kama ambavyo Yesu Kristo alivyotenda jana anapaswa kutenda kwa kanisa lake leo. Haya yote aliyafundisha kwa kizazi hiki cha sasa. Alihubiri tena Kristo aliyefunuliwa katika nyakati zote, akifafanua jinsi ambavyo manabii wote walizungumza kwa mafumbo au kwa mifano habari za kuja kwa mkombozi na masihi wetu Yesu Kristo. Mathayo 17 ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unene ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Ule mstari wa 11 unamhusu William Branham, naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Baadhi ya mafundisho ambayo aliyahubiri kwa lengo la kutengeneza kanisa. Tunaona alihubiri habari ya mwenendo, taratibu na mafundisho ya kanisa, volume ya kwanza, volume ya pili, kwa maswali mengi zaidi ya 100 ya maswali, akiliweka kanisa katika utaratibu. Kuna ujumbe wa kanisa halisi au mafundisho aliyehubiri ya kanisa halisi. Ndani mle kuna ujumbe aliohubiri wa kanisa lilodanganywa na ulimwengu. Ndani humu kuna ujumbe aliohubiri wa kanisa na hali yake. Ndani humu kuna ujumbe wa kanisa wa ule mlango ni mwembamba. Hayo yote aliyazungumza katika ujumbe ambao kwa pamoja uliitwa kanisa halisi. Tunaona tena alihubiri habari za Roho Mtakatifu humo ndani, akizungumza Roho Mtakatifu ni nini, Roho Mtakatifu alitolewa kwa sababu gani. Alihubiri habari za kuweka mhudumu, nani anapaswa kuwa mhudumu, jinsi ambavyo wanawake wapaswa kuwa wachungaji, mashemasi, wadhamini au katika ngazi yoyote ya huduma kanisani. Haya yote aliyaweka pale. Lakini tuone pia kuna andiko la Zakaria 14 ule mstari wa 7 mstari wa 6 mpaka wa 7.
Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa siku moja inayojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Mungu aliahidi kwa ujumbe huu wa nabii wa kizazi hiki William Marion Branham, Mungu angeturejeshea tena nuru ya wokovu, wokovu sahihi kulingana na neno lake ambalo tulipewa sisi kwa vinywa vya mitume na manabii. Nuru ya kazi gani? Kuwamulikia wateule katika njia ya kurudi tena katika imani ya mitume na manabii. Isaya 62. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Kwa ujumbe wa wakati wa mwisho ambao Mungu aliuleta kwa kinywa cha nabii wa kizazi William Marion Branham, Mungu anamwangazia mtu binafsi nuru ya wokovu wa kweli, ya kurudi kwenye imani sahihi ya mitume na manabii. Ndio kazi ya nuru ya huu wakati wa jioni. Mungu azungumzi na kundi, anazungumza na mtu mmoja ambaye ndio mteule wake kwa ajili ya saa ya mwisho. Ufunuo 17. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii. William Branham, mbali na kufanya kazi kama nabii Elia wa wakati wa mwisho, yeye pia ni mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa. Mungu amekuwa akiwatumia watumishi mbalimbali kwa ajili ya kufundisha neno lake tangu Bwana Yesu alipoondoka mwaka 33. Tangu mwaka moja anazaliwa, mwaka 33 anaangikwa msalabani, anatufia msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu na kutupatia sisi wokovu. Alipoondoka, huduma yake ikaendelea mpaka mwaka 53. Akamtuma mtume Paulo, huduma yake ikaendelea mpaka mwaka 170. Akamtuma Irenaeus, huduma yake ikaendelea mpaka kuanzia mwaka 170 mpaka mwaka 312. Akamtuma Martin, huduma yake ikaendelea kuanzia 312 mpaka mwaka 606. Akamtuma Kolumba, huduma yake ikaendelea kuanzia mwaka 606 mpaka mwaka 520. Akamtuma Martin Luther, akatoka Roman Catholic kama padre, akaacha upadre, akawa mtumishi wa Mungu kabisa. Akaendelea na huduma hiyo mwaka 550 mwaka 1520 mpaka mwaka 1750. Akamtuma tena huyu ni John Wesley. Wafuasi wa Kolumba wakarudi tena baada ya kuondoka kwake, wakarudi tena kwenye mifumo ile ile ya zamani kama ya Roman Catholic. Mungu akaachana nao, akamtuma tena John Wesley, na yeye akaendelea huduma ya Mungu mwaka 1750 mpaka mwaka 606. Akaendelea. Alipoondoka, wafuasi wake wakaingia tena katika mifumo ya kimadhehebu. Mungu akawaacha, akamtuma tena nabii wa kizazi hiki William Marion Branham, ambaye yeye ni mjumbe tangu 1906. Yaani za 1906. Kipindi chake kilianza miaka 3 kabla yake na anaendelea nacho mpaka unyakuo. Kwa hiyo hakuna wakati ambao Mungu amekaa bila shahidi. Kwa hiyo wakati huu wa mwisho Mungu amemtuma shahidi wake tena kutuletea ujumbe ili tuweze kurejea katika imani sahihi kama tulivyoachiwa na mitume na manabii wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona katika kimo cha mtu mkamilifu. Kwa nyakati mbalimbali Mungu amekuwa na watumishi wake. Tunazungumza huyu mtumishi wake wa mwisho William Branham kwa ajili ya kipindi hiki cha wakati wa mwisho. Tuone William Branham wa Ufunuo 10:7 anatimiza nabii mbalimbali katika Biblia. Tunaona kwanza unabii wa Danieli sura 12 ule mstari wa 4. Maandiko yanasema Mungu anamwagiza Danieli, lakini wewe Danieli afunge maneno hayo ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Kwa hiyo Mungu alipompa nabii Danieli mafunuo, akamwambia hayo mafunuo yeye asiyaweke wazi, ayafiche, ayaandike katika namna ya mafumbo mpaka atakapokuja mjumbe wa wakati wa 7. Yeye ndiye Mungu amempa uwezo wa kuyafunua mafumbo hayo. Maelezo yale Mungu
Mungu alimpa Yohana mfunuzi katika Ufunuo 10 mstari wa 4, naye akalia kwa sauti, mstari wa 3, naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Ziko siri zilinenwa ndani ya ngurumo. Kulikuwa na mihuri 7, ndani yake kuna ngurumo 7, sauti 7 za Mungu. Hazikufafanuliwa hizo sauti ni nini, zinahusu nini. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonena na hizo ngurumo 7, usiandike. Kwa nini asiandike? Wakati ulikuwa bado. Mungu alikuwa amemwandaa kimbele William Marion Branham kama nabii mjumbe wa wakati wa 7 kwa ajili ya kuja kuyafunua yale ambayo yalikuwa yamesitirika kwa nyakati hizo zote. Tunaona kwa nyakati zote za Biblia hakuna mtumishi yoyote, nabii yoyote, mtume yoyote, mwalimu yoyote aliyethubutu kukiingilia kitabu cha Ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu ilimhitaji mtu aliyetumwa toka mbinguni kwa ajili ya kazi hiyo ya kulifunulia kanisa la Mungu siri ambazo zilifichwa na mitume na manabii waliotangulia. Tunaona William Branham alihubiri habari za nyakati 7 akifunua Ufunuo sura ya 2 mpaka sura ya 3, kwa sababu sura ya kwanza ni Bwana Yesu Kristo akiwa anazungumza na Yohana akimwandaa kwa ajili ya kumpa mafunuo yale ambayo yanazungumzwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo katika kitabu cha nyakati 7 anaeleza yale yote toka wakati wa kwanza wa kanisa mpaka wakati wa 7 wa kanisa. Mungu alifanya nini na kanisa? Yapi alifichwa ili afunuliwe kwa ajili ya saa hii? Tunaona Ufunuo wa mihuri 7, ndani yake humo kuna mihuri 7, kuna ngurumo 7 za Ufunuo sura ya 4 mpaka sura ya 8. William Branham anafafanua katika muhuri wa kwanza, muhuri wa 2, muhuri wa 3, muhuri wa 4, muhuri wa 5, muhuri wa 6, muhuri wa 7. Hayo mafunuo yote anayamaliza pale. Kuna ufunuo wa baragumu 7, ndani yake kuna baragumu 7, kuna vitasa 7 pamoja kuna vitasa pamoja na zile ole na mafunuo mengi ya kimbinguni yanayozungumzwa katika Ufunuo 8 mpaka Ufunuo 16 yako ndani ya mahubiri yale ya baragumu 7. Kuna mahubiri ya alama ya mnyama. Wengi leo wamedanganywa, alama ya mnyama sio ni fedha, alama ya mnyama ni 66 kitu fulani, lakini Mungu kwa kinywa cha nabii wake aliyafunua mambo yote kwa habari ya mnyama ni nani, na alama ya mnyama ni nini, na nini maana ya sanamu ya mnyama. Haya yote yanazungumzwa katika Ufunuo 13 mpaka Ufunuo 17. Lakini pia siri ya unyakuo wa kanisa ya Ufunuo 19 yote yamehubiriwa pale. Pia makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa mbinguni alihubiri ujumbe huu akieleza siri zilizofichwa katika Ufunuo 20 mpaka Ufunuo 22. Kwa hiyo kitabu chote cha ufunuo wa Bwana Yesu Kristo kwa Yohana, hicho chote alikabidhiwa William Marion Branham kama mjumbe wa wakati wa 7, kwa kuwa maandiko yanasema Ufunuo 17, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7, hapo ndipo siri zote za Mungu zitakapotimizwa. Lakini pia alifunua kwa habari ya siri ya uungu wa Yesu Kristo, kwamba kuna Mungu mmoja na nafsi moja, yuko Mungu mmoja Yehova aliyejifunua katika utu wa Yesu Kristo katika Agano Jipya. Leo yako madhara kama hautamwamini William Branham kama nabii aliye wakati wa mwisho, na kama hutaamini ujumbe wa Mungu wa saa hii kwa kinywa cha nabii huyu. Kwanza, ni ngumu kuishi kwa usahihi kama Mkristo mbele za Mungu. Kwa sababu gani? William Branham kama Elia ana ujumbe wa kuturudisha sisi kwenye misingi ya mitume na manabii. Tumeona awali shetani ametumia watumishi wake kuwatoa watu wa Mungu kutoka kwenye mafundisho ya Biblia kwenda kwenye mafundisho ya mashetani, lakini Mungu amemtuma nabii huyu kuturudisha kwenye Biblia tena. Kwa ili leo ufaulu kuishi maisha ya Ukristo, lazima uamini ujumbe wa nabii wa saa hii na yale ambayo Mungu alimpatia kwa ajili ya kizazi hiki. Tunaona kama ambavyo Musa, yeye alikuwa ndio nabii aliyepewa Torati wakati wa Agano la Kale, kama unavyoona hapa William Branham naye alikuwa amepewa
amekutana na Mungu kule mlima Sunset, naye akapewa ujumbe wa kurudisha kanisa la Mungu tena mahali pake. Tunaona ujumbe wa kurudisha kanisa kwenye msingi ule ulioachwa. Waefeso 2:20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Kwa ushahidi huu wa kimaandiko tunaupima kwa kuangalia yale yote aliyoyafundisha, yale yote aliyoyahubiri yanalingana sawasawa na mafundisho ya mitume na manabii waliotangulia. Tunaona Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 11. Paulo analisihi kanisa akilionya na kusema, kwa kadiri ya neema ya Mungu iliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi, mwenye hekima na niweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalia jinsi anavyojenga juu yake, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kumbuka, William Branham hakutumwa na Mungu au hakuletwa na Mungu kuanzisha dini mpya, kuanzisha dhehebu jipya. Hapana, amekuja kututoa sisi wasahi, sisi watu wa kizazi hiki, tutoke kwenye mifumo ya madhehebu na mifumo ya kibinadamu, turudi kwenye Ukristo wa Biblia, tena kwenye imani ya mitume na manabii. Katika kitabu chake cha maelezo ya nyakati 7 za kanisa, katika sura ya 10 muhtasari wa nyakati, anasema kama siwaletee, William Branham anasema kama siwaletee watu ujumbe kusudi wanifuate, ama jiunge na kanisa langu, ama anzishe shirika fulani na madhehebu fulani, sijafanya hivyo kamwe, wala sitafanya hivyo sasa. Sivutiwi na mambo hayo, bali ninavutiwa na mambo ya Mungu pamoja na watu, na kama naweza kutimiza jambo moja tu nitaridhika. Jambo hilo moja ni kuona uhusiano wa kweli wa kiroho baina ya Mungu na wanadamu na watu umeimarishwa, ambapo watu wanakuwa viumbe vipya katika Kristo, wamejazwa na roho wake na wanaishi kulingana na neno lake. Hiyo ndio huduma ya William Marion Branham, kuhakikisha kizazi hiki kinapokea Roho Mtakatifu wa kweli pamoja na kurudi tena katika imani sahihi ya mitume na manabii. Pia ni ngumu sana kupata kibali cha kuingia mbinguni kama hautaukubali ujumbe wa nabii huyu wa sahihi. Kwanza, kanisa linakusudiwa kwenda mbinguni, lazima katika Biblia linafananishwa na bibi harusi ambaye anatarajia kumpokea bwana harusi ambaye ndio mfalme Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa kama bibi harusi lazima liwe na mshenga ili kuweza kumpatanisha bibi harusi huyo na bwana harusi na kumfanya kubariki na bwana harusi mfalme Yesu Kristo. Tunasoma katika Isaya 54:5, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, naye ataitwa Mungu wa dunia yote. Kwa hiyo unapomkubali Mungu, yeye anakuwa ni Bwana wako, mtawala wako. Tunasoma katika Wakorintho wa 2:11, maana nawaonea wivu wa Mungu kwa kuwa na aliwaposea mume mmoja ili mletee Kristo bikira safi. Kwa hiyo kanisa la sasa lapaswa kuwa safi, halijachafuliwa na mafundisho yote ya uongo, mabatizo ya uongo, huduma za uongo, Roho Mtakatifu wa uongo na mambo mengi ya uongo. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu alimtuma William Branham kumwandalia kanisa safi lisilo na doa wala kunyanzi. Ufunuo 19:7. Na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mke wake amejiweka tayari. Kwa hiyo tunaona mfano katika Biblia, kulikuwa na mfano wa Esta. Esta alikubalika na mfalme Ahasuero kwa sababu ya maelekezo ambayo Esta aliyapata au aliyapokea toka ndugu yake aliyeitwa Mordekai. Tunasoma katika Esta 2:11 mpaka ule mstari wa 17. Tunaona Mordekai akimfafanulia Esta yale mfalme anayataka. Kwa hiyo katikati ya Esta na Ahasuero kulikuwa na Mordekai. Kwa hiyo leo katikati ya Bwana Yesu Kristo na kanisa yuko William Branham ambaye alikuwa ni nabii ili aweze kumfanya Esta, kanisa la sasa, iweze kupata kibali kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona pia wakati wa Rebeka aliweza kuzielewa siri na aliweza kumuelewa Isaka baada ya Eliezeri
mtumishi wa Ibrahimu kuweza kumfafanulia, kama anavyosema Mwanzo 24 ule mstari wa 58 mpaka 67. Tunaona huyo ni mfano wa Rebeka, huyo ni mfano wa Eliezeri akimwelezea Rebeka siri za mfalme. Kwa hiyo kati ya Isaka na Rebeka kulikuwa na Eliezeri. Leo kati ya Bwana Yesu Kristo na kanisa yuko William Branham, tunayoona picha yake hapa, ambaye Mungu aliweza kumpatia nguvu, uweza, ufunuo na upako kwa ajili ya kulijenga kanisa la sasa. Kwa hiyo ndiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutakuja kuona ushahidi kuwa William Branham ndiye Elia nabii wa wakati wa mwisho. Tutakwenda kuangalia ushahidi wa Mungu mwenyewe akimthibitisha William Branham kuwa ndio nabii wa saa hii. Ushahidi wa kisayansi ukithibitisha William Branham ana nguvu na uweza na ana ishara sahihi toka mbinguni. Tutaona ushahidi wa huduma ya William Branham, ilikuwa ni huduma kama Bwana Yesu Kristo, na tutaona pia ushahidi wa wahubiri na wanahistoria mbalimbali. Shalom na Mungu akubariki sana.